yetu ya kwanza ya mwaka mpya wa 2026. Sisi tulio hapa kanisani na wale ambao wanatufuata kupitia kwa mitandao yetu, ninawakaribisheni sana na Mungu awatende mema. Tunawatakia mema, tunawatakia mwaka mpya ulio wa fanaka na mwaka mpya ambao ni wa upenyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Siku ya leo ni tarehe 4 Januari 2026, in our year of divine breakthrough. Mwaka wetu wa upenyo, mwaka wetu wa utulikania. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko yetu yanayotuongoza katika mwaka huu ni Luke chapter 5 verses 1 up to 11, na huu ndio ujumbe ambao tuliusungumza wakati wa kuvuka mwaka katika mkesha wetu ambao tuliufanya wiki iliyopita, na Mungu akatusungumzia kupitia habari ambazo ziko katika kitabu cha Luke chapter 5 verse 1 to 11. Hii story ni story common ambayo tunaijua sana, kwa sababu ni kuhusu wanafunzi wa Yesu Kristo ambao walikuwa wameenda kutega samaki. Petro pamoja na wenzake wameenda kutega samaki, na Biblia inasema usiku wote wakang'ang'ana, lakini hawakupata samaki hata mmoja. Na kwa hivyo wakaondoka katika mashua zao, wakatoka kwa boat zao, wakaenda kando, wakaanza kuosha neti zao. Naye Yesu Kristo akaja na umati mkubwa wa watu umemfuata, na wale watu walikuwa wanataka kulisikia neno la Mungu, na kwa hivyo wakamfuata Yesu hadi pale katika bahari. Na kwa sababu walikuwa ni wengi, ikawa ya kwamba Yesu hawezi kuwazungumzia akiwa katikati yao. Alihitaji mahali kando na mahali ambapo pameinuka. Kwa hivyo akaingia katika mashua ya Petro, akamuuliza aisongeze kidogo ili Yesu aweze kuzungumza na umati. Maandiko inatuonyesha baada ya kuzungumza na umati na kuwahubiria neno la Mungu na kuweza kuwamalizia, Biblia inaonyesha hata pale mbele alikuwa amefanya miujiza mingi. Na kwa hivyo hawa watu hata wakimfuata wanajua huyu Yesu ukimfuata hutoki bure. Kama wewe ni mgonjwa utapata uponyaji, na kama uko na shida itatatuliwa. Kwa hiyo ninataka kuamini hata asubuhi hiyo baada ya kuhubiri lazima awe alifanya miujiza na ishara nyingi mahali pale. Lakini baada ya kumalizana na watu, Biblia inasema akamgeukia Petro akamwambia, songeza mashua yako kilindini ili uweze kupata samaki. Na naona ya kwamba kama nilivyosema wakati wa mkesha, Petro akiwa professional katika hiyo area alijua samaki hawapatikani mchana, samaki wanapatikana usiku. Kwa sababu ya experience hiyo na skill aliyokuwa nayo, Biblia inasema hata akijua ya kwamba hili linaweza kutofua dafu, akasema hata hivyo kwa neno lako nitafanya hivyo. Biblia ikatuambia alipofanya hivyo wakaweza kushika samaki wengi mpaka neti zao zikaanza kukatika, na kwa hivyo wakaweza kuwaita waliokuwa katika boti nyingine, kwa sababu boti zilikuwa mbili ambazo Yesu aliona kando ya bahari. Wakawaita kwa mikono hivi, wakawaambia jooni mtusaidie. Neno la Mungu linasema wakaja wakajaza boti yao samaki, na wakajaza boti hii nyingine ya Petro samaki, na Biblia inasema ya kwamba boti zote mbili zikaanza kusink, zikaanza kuzama. Hiyo ni ishara ya kutuonyesha hii ilikuwa ni breakthrough isiyokuwa ya kawaida. Kung'ang'ana kwa usiku bila kupata chochote, lakini wanajua kutega samaki, wametega muda mrefu, wanajua ni wapi wanaweza kuwapata,
wasipokuja wanajua wanafanyana nini ndio wakuje. Baada ya kufanya mbinu zote zikafika mwisho, Yesu akafanya muujiza usiokuwa wa kawaida, na kwa hivyo wakawa wamepata breakthrough iliyokuwa zaidi ya miaka yote yenye wametega samaki, maana hakuna mahali walitega samaki boti zikasinki. Do you know it is dangerous ukiwa katikati ya bahari kilindini na boti inaanza kusinki? Lakini hapa Biblia inasema boti ilianza kusinki lakini hawakuzama, because ilikuwa breakthrough isiyokuwa ya kawaida, breakthrough ambayo ni ya kiungu. Na hapo ndipo Biblia inatuonyesha ya kwamba Petro akamwambia Yesu, ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Na hiyo ilikuwa ni hali ya kumtambua ya kwamba labda nilikudoubt katika neno lako na katika vile ulivyoniambia, lakini sasa nimejua wewe una uwezo wa kutenda zaidi, na kwa hivyo akawa anamwambia niondoke. Lakini Yesu akamwambia, usijali, kutoka sasa utakuwa unatega ama unashika watu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hali yake ikabadilishwa na pia kazi yake ikabadilishwa. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba wakaleta hizo samaki kando ya bahari na wakashangaa sana, kwa sababu ya vile samaki walikuwa ni wengi na walikuwa wakubwa. Na Biblia inasema mwishowe wakaacha samaki wakamfuata Yesu. Tukasema breakthrough yoyote ambayo Kristo anatupa na Mungu anatupatia sio ya kutuondoa kwake, ni ya kutusaidia kuweza kumfuata na kumtumikia katika mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka niseme hivi, wengi wetu tunaweza kuwa tumefanya kazi kwa bidii sana katika mwaka huu ambao umepita wa 2025, lakini hakuna progress kubwa ambayo labda tumepata, hakuna faida kubwa ambayo tumepata, kama vile wanafunzi walifanya kazi ngumu na hawakuwa wamepata faida. Wakati mwingine naweza kuwa ni maombi tumeomba sana, lakini matukio yake ama matokeo yake ikawa ni haba, ama ikawa hata maombi mengine bado tunagojea matokeo, bado haijakuja. Kwa hivyo kile tulitamani na ile desire tulikuwa nayo wakati tulikuwa tunaomba na tunamtafuta Mungu bado haijatimia. Bwana asifiwe sana. Wengine wetu tunaweza kuonekana tunamtumikia Mungu kwa furaha hapa nje tukionekana, lakini ndani yetu kuna ile kuhisi ya kwamba kuna ukavu, kuna ile kuhisi ya kwamba tumefungiwa, tumezuiliwa, tumekaa sana mahali pamoja, ni kama tumekwama. Lakini kwa sababu ni lazima tumtumikie Bwana, tunaonyesha uso ulio na furaha, tunaonyesha kumtumikia Bwana kwa furaha, lakini deep inside us tunajua ya kwamba there is an area that requires divine visitation. Amen. Kuna mahali kwa maisha, kuna mahali kwa jamii, kuna mahali kama kanisa, kuna mahali kwa biashara ambapo tunajihisi ya kwamba tunamhitaji Bwana. Na sio kwa kawaida, tunamhitaji kwa njia isiyokuwa ya kawaida. Kwa sababu unapojaribu njia zote na mbinu zote na kitu hakifanyiki, hapo ndio tunasema muujiza unahitajika. Amen. Sometimes tunafuata all the principles that we know, but we are not getting results, ama tunaget retro results. That is where now we need the miracle, and Jesus is very much willing to intervene in our situations this year ya 2026 to make sure ya kwamba hiyo area ambayo bado ni kavu na bado inakung'ang'ana, you shall receive your breakthrough in Jesus name. Amen. Kile tunachohitaji ni muingilio wake Mungu. Inaitwa divine intervention. What we need is divine intervention so that every spiritual, emotional and financial resistance can be broken in the spiritual realm and we experience a progress in the natural. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho tunahitaji ni Mungu aingilie kati katika hali zetu, ili ya kwamba mambo ambayo yanaonekana kukwama katika kibiashara, katika kiroho, katika area zote za maisha yetu, tuweze kupata progress baada ya kuingiliwa kwa Mungu. Tumeona chapter 1 Peter
Luke hiyo chapter 5, ukisoma verse 5 and 6, hapa ndio Petro anasema ya kwamba tumejaribu, tumeng'ang'ana. That word toiling ina maana ni kazi ya jasho, ni kazi ya kung'ang'ana, lakini matokeo ni kidogo. Amen. Yaani unafanya kazi kama punda, lakini unapoangalia kwa mkono yako, kile kinakuja kwa mkono wako is not enough. Can we believe God this year that we shall have a breakthrough? Amen. Hallelujah. Do you know we can serve God without stress. Tunaweza kumtumikia Bwana bila stress. Tunaweza kumtumikia Bwana bila kuona simu ikiingia unastuka. Maana hujui kama ni ya kudai madeni, hujui kama ni ya kudai chama, hujui kama ni kitu unakumbushwa. You know, God is able to bless us. Amen. Ili tuweze kupata breakthrough. Do you know we can have a spiritual breakthrough? Ya kwamba tunaweza kumtumikia Bwana with the manifestation ya the gift of the Holy Spirit. Tukisimama tukiongea mambo inafanyika. Bwana asifiwe. Lakini Petro akamwambia, hata hivyo mimi kwa sababu ya neno lako nitafanya kile umesema. Amen. Na Biblia inasema walipata samaki wengi, hawakuweza kujua imepatikana namna gani, kwa sababu sio masaa. I said this last Kesha. The same place, the same sea, the same boat, the same net, the same people. Hallelujah. But different results. What was the difference? It was not the location. Bwana Yesu asifiwe. Difference haikuwa location. Difference ilikuwa ni nani anasema shusha nyavu. Amen. The difference is who is saying ya kwamba shusha nyavu. Huyu hawezi kupingana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Can I prophesy over your life? Amen. That 2026, the same job ita-yield kile umetamani. The same business ita-increase, ita-multiply. Hallelujah. The same home yenye umekosa amani, peace will come. Hallelujah. The same place ambapo umeng'ang'ana. Amen. It's not about a geographical change or area. It is about who is saying ya kwamba shusha nyavu. Amen. Can we say nevertheless? Hata hivyo, hata kama nimeng'ang'ana 2025, hata kama nimekosa 2025, kwa neno lake Mungu alisema atatupatia breakthrough 2026. Ninajua ya kwamba itafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. So I declare today, by the anointing of the Holy Spirit, every spiritual, social, and financial struggle in your life must be broken in the name of Jesus. It shall be broken in your life. It shall be broken in your business. It shall be broken in your work. It shall be broken in our church, in our ministry, in our nation, and every area that we are in. I declare, every setback shall be broken in the name of Jesus. May you receive your breakthrough today in the name of Jesus Christ. I say, may you receive your breakthrough today in the name of Jesus. Pokea breakthrough yako siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ili tuweze kupokea our breakthrough, divine breakthrough, kuna mambo kadha wa kadha ambayo ni ya muhimu. Ninaziita funguo. They are keys to unlock our divine breakthrough. They are keys that are going to help us to unlock our divine breakthrough. And today I want to talk about one key. I'm calling it the anointing of the Holy Spirit. Upako wa Roho Mtakatifu. It is anointing for divine breakthrough. Upako wa Roho Mtakatifu. This is the fuel that drives the engine of spiritual breakthrough. Upako wa Roho Mtakatifu ndio mafuta, ndio petroli inayoendesha injili ya divine breakthrough. When we are talking about the anointing of the Holy Spirit, we are talking about the manifestation of the Holy Spirit in your life. Unajua kuna ile kujazwa na Roho Mtakatifu, lakini kuna dhihirisho la Roho Mtakatifu. That means
Roho Mtakatifu in your life beginning to work out of your life and in your life. Wonders and miracles. Bwana Yesu asifiwe sana. Zechariah chapter 4 verse 6. Zechariah chapter 4 verse 6. The Bible says, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Sio kwa ajili ya uwezo wala nguvu, lakini kwa roho, asema Bwana. Huyu ni jamaa anaitwa Zerubabel. Yeye ndiye anasukumuziwa na Mungu wakati wanafanya urejesho kwa sababu ya rebuilding of Jerusalem. Na inaonekana it is difficult, ni kama haiwezi kufanyika. Hallelujah. But the Lord was still with them. Mungu alikuwa pamoja na wao. Na Biblia inasema hata kama kulikuwa na pingamizi, ikawa ya kwamba wanajenga wakibeba silaha na wakibeba vifaa vya kufanya kazi, finally walimalizia because God gave them a breakthrough. Maana alisema it's not by power nor by might, it's by the Spirit. Let me tell you, it might not be as much as skill is very important, experience is very important. Sometimes we know huwa tunajaribu kile tunajua lakini hakifanyi kazi. Lakini mwingilio wa Roho Mtakatifu na nguvu za Roho Mtakatifu katika maisha yetu, mambo yanakuwa tofauti. Amen. It's good to have education, it's good to have money, it's good to have connections, it's good to have experience, but they can never replace the anointing of the Holy Spirit. Amen. You know we need the wisdom of God to know how to do business. Hiyo wisdom inatoka na wapi? From the Spirit of God. Maana anaitwa the Spirit of wisdom and knowledge. Kwa hivyo yeye ndiye anatupatia knowledge. And let me tell you, just like a new car cannot move without fuel, so a Christian without the power of the Holy Spirit cannot have any progress. Gari inaweza kuwa ni mpya, lakini kama haina mafuta haiwezi kusonga. And you know tumefanywa upya. Si tumeokoka. It's not how much you are born again. It is how much you are full of Jesus in you. Because one of the interpretation of the anointing of the Holy Spirit is the fullness of Christ in a believer. Amen. Ya kwamba Kristo ametujaa. Amejaa maisha yetu. Amejaa kila mawazo yetu. Amejaa midomo yetu. We are speaking Christ. We are living Christ. We are talking Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. So it's not a matter of just being born again. Let me tell you, if we get born again and we do nothing after that, we might go back to where we are coming from. Si unajua hata ile samaki iliyotegwa ina uwezekano wa kurudi kama haina kuwa protected mahali iko. Bwana Yesu asifiwe sana. So anointing of the Holy Spirit is what we need. And I want to speak a dimension here. Nataka kuzungumza a dimension of the Holy Spirit or the anointing of the Holy Spirit that is very important, helping us now to have divine breakthrough. Isaiah chapter 10 verse 27. Isaiah chapter 10 verse 27. The Bible says, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Nira itavunjwa kwa sababu ya upako. The anointing does not negotiate with the yokes, it destroys them. Upako hausungumuzi na yokes. Ati priest siondoke. Amen. Si umwachilie. When we are talking about anointing, we are talking about Jesus in the form of the Holy Spirit. Because you know Holy Spirit is also God. So we are talking about God here. Ya kwamba when God intervenes, when Jesus intervened, hakunegotiate na samaki, hakunegotiate na kina Peter. He just spoke a word with authority. Amen. May the Lord speak in your life in authority today. In the name of Jesus. In your situation, your circumstances may change in the name of the Lord. A yoke is a representation of bondage, limitation, repeated failures, spiritual oppression, and stagnation. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoongea kuhusu nira, tunaongea kuhusu kufungiwa, kuzuiliwa, kuwekewa mipaka, yani kuferiferi kila wakati.
tunaongea kuhusu kufinyiliwa, tunazungumza habari ya kukwama. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So what we are saying is, sababu inayotufanya tuhitaji Roho Mtakatifu katika maisha yetu ni kwa sababu atavunja nira. Kwa nini watu hawasongi? Kwa nini watu hawawezi kwenda mbele na hawawezi kupata breakthrough? Kwa sababu wamefungwa. Amen. Lakini upako wa Roho Mtakatifu unavunja kila nira katika maisha yetu. You know, our freedom is in Christ, but it is delivered by the Spirit. Amen. Yes. Uhuru wetu ndani ya Kristo unaletwa na Roho Mtakatifu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. He that the Son sets free, he is free indeed. Sivyo ndivyo Bible inasema? Yule ambaye mwana amemweka huru, ako huru kabisa. Na maandiko inasema watajua ukweli na ukweli utafanya nini? Utawaweka huru. How do we know the truth? Remember, Yesu alisema, when he comes, the Holy Spirit, he will lead you to the whole truth. So Roho Mtakatifu, by his power, the power of knowledge and understanding, he will help you to understand the scriptures, the word of God. And from the word of God, you get your liberty. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anafungua macho yetu, tunaona neno. Neno linasema nini kutuhusu? Linasema nini kuhusu destiny yetu, watoto wetu, familia yetu, huduma yetu. And when we get the truth of the word, you know that truth is power. Amen. That truth is power. They say knowledge is power. So when we get the truth of the word of God, our lives are set free. Bwana Yesu asifiwe sana. Because a genuine breakthrough can never happen without the scripture or without the knowledge of the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana. David was anointed as a young boy in his father's house in the presence of his elders. And look at this, he didn't have any qualification. One, he was the youngest. Yeye hata hakuwa, do you know when wakati hautembei na nguvu za Mungu, people might not notice you. Hallelujah. Amen. Do you know hii ilikuwa sherehe? Let me remind you how the story goes. Ya kwamba Samueli amefika kwa baba yake Daudi. Amesema ametumwa na Mungu na kwa hivyo wachinje na wawe na sherehe, alafu boys waletwe. You know, even the father forgot ya kwamba kuna kijana mdogo ako malishoni. This young boy alikuwa malishoni. Amen. Imagine na sherehe imeanza. One of the sons is not home, lakini wameanza. In fact, Eliab kwa sababu alikuwa na stamina, ndiye alipita mbele as the firstborn. Kabla ya huyu kuchukua chupa kumwaga mafuta, sauti ya Mungu inamwambia, usimwagie huyo, sio huyo. Amen. Wa pili alikuwa Shama, na yeye akapita, chupa ikakataa kutoka mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Watatu akapita, Abinadab, chupa haikubwagika mafuta. Na Biblia inasema all of the sons wakapita mbele ya Samueli, lakini Mungu akasema sio hao. Sio hao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anointing, the anointing of the Holy Spirit is for a purpose. Hallelujah. God never anoints us to excite us or for us to enjoy. Anointing is spiritual empowerment to fulfill an assignment. The anointing of the Holy Spirit is spiritual empowerment to fulfill an assignment. All these boys hawakuwa na divine assignment with God. Lakini David, according to the calendar of God, at that particular time, God wanted to set him apart. Kwa sababu he had an assignment for him. Hallelujah. You know, we call him the second king of Israel. The first one is Saul. Na wakati alipakwa mafuta, kwa sababu Samueli alisema hatuwezi keti,
mpaka aletwe. Wakati walimngojea. Wakati alifika, sauti ile ilikuwa inasema usimwagie huyo. Ikasema mwagia huyo kwa sababu ndiye nimemtenga. Bwana Yesu asifiwe sana. You can read that story in 1 Samuel chapter 16. Huyo ndiye nimemtenga ili awe mfalme wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. So David was anointed as a young boy in his father's house in the presence of his elders. They forgot to invite him and rejected him, but God had chosen him. Amen. Watu wanaweza kukosa kukutambua kwa sababu there is no, you don't bring much on the table. But let me tell you, it's a matter of time. Hallelujah. Can you say it's a matter of time? Hallelujah. This year, by the power of the anointing of the Holy Spirit, God will give you a breakthrough. Akikupatia breakthrough, they will be calling you. Amen. Hawata kusahau kwa sherehe wanasema, umeita fulani. Unakumbusha fulani. Kwa sababu wanajua wakikuita wewe unasema mbuzi ni zangu zote. Zenye utakula siku hiyo mimi nitafanya nini? Watakuignore namna gani? You cannot ignore mtu aliye na mafuta. Then when you read verse 13 of that 1 Samuel 16, Biblia inasema, then Samuel took the horn of oil and anointed him, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Amen. Yaani chupa ya mafuta ikamwagika juu yake na Roho wa Bwana akakuja juu yake kutoka siku hiyo kuendelea. I don't want you to forget this point. Very, very important. The anointing of the Holy Spirit, hallelujah, is for a specific assignment. Mungu upaka mafuta kwa ajili ya. The reason why we are saying we need that anointing this month or today is because tunajua tuko na kazi iko mbele yetu the whole year. Amen. Ya kumtumikia Bwana, ya kuombea kazi ya Bwana, ya kujitolea kwa kazi ya Mungu, ya kuongoza jamii zetu, kuombea jamii zetu, ya biashara zetu. Yaani tuna kazi mingi iliyo mbele yetu, and we cannot afford to do it dry. Amen. When God anoints you, rejection loses its power. Wakati Mungu anakupaka mafuta, ile rejectiwa na kukataliwa inakosa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. You may be overlooked, underestimated or ignored, but the anointing will make a way for you to the top. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza kuku-underestimate. Waseme hapo si ulisikia vile zima. Heka mwei. No nikahe kama na keruru. Ni baba anasema, can you imagine? Ni baba anasema. Kuna kamoja lakini ni kadogo kako malishoni. Underestimation. Huyo hawezi kuwa ndiye Mungu anasema wacha wale waliokudharau 2025 wakuone to the very top katika jina la Yesu. Waulizane alifika aje huko? Alipitia wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wale wamekuignore, by the anointing they will find you to the top. Bwana Yesu asifiwe sana. This anointing will remove shame on your life and despise. Bwana Yesu asifiwe sana. We know about how he overcame the giant by Goliath. First of all, before aende kwa Goliath, alienda malishoni, ukatokea dupa, ukatokea arami ya hiyo. Biblia inasema akararua na mikono yake, the power of the anointing. Hallelujah. Baadaye sasa ikawa pelekea wa ndugu zako chakula, wako kule vitani. Kufika pale akasikia ya kwamba Goliath anajigamba na anaongea vibaya kuhusu majeshi ya Mungu, akiwaita majeshi ya Israeli. Biblia inasema Daudi kwa ajili ya upako he was provoked. When you are anointed, unakuwa unachangwa moto ukiona kazi ya Mungu haisongi. Unakuwa provoked ukiona watu wanacheza. Ukiona vile shetani amefinyilia jamii yako, unakuwa provoked.
Ukiona vile oppression inaendelea kwa taifa letu, oppression inaendelea, wamama wanakuwa oppressed na wanaume, haki za watu hazipeanwi. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa provoked and you begin to pray. You begin to say, I stand to be counted. I must do something. Bwana Yesu asifiwe. You don't say huyu hakufanya ile, huyu hakufanya ile. Unasema I'm available to do it. Bwana Yesu asifiwe sana. And finally, 1 Samuel 17. Biblia inasema akakata kichwa cha huyo Goliath na akabeba hicho kichwa akaenda nacho nyumbani. Wamama wakaanza kumwimbia densi, wakishangilia. Sauli akajua atachukua utukufu wangu. Alijaribiwa na mkuki mara kadhaa, but by the anointing he was able to escape. God must protect his anointing in your life. When God anoints you, he will protect you. Hallelujah. Because it is for an assignment. Hawezi kubali uwawe kwa sababu anajua kuna kazi amekuwekea. Amen. This battle was not about size. It was about the spiritual power. Bwana Yesu asifiwe sana. So Goliath represents fear, represents delay, represents limitation and hindrances to our breakthrough. But by the anointing like David, we can shoot them down by faith. Hallelujah. Amen. Ilikuwa inaitwa stalemate. Yaani kulemano. Watu wako kwa vita, wameng'ang'ana, hakuna mtu ameshinda for 40 days. Daudi aliondoa hiyo aibu na siku moja. Kwa nini? He was anointed. I'm telling you, this year you shall remove that shame from your family. Katika jina la Yesu. Ile aibu ya familia wewe ndio utaiondoa kwa sababu ya upako wa Roho Mtakatifu juu yako. Amen. I cannot finish without talking about Jesus our Lord. Yesu Kristo, Biblia inasema ya kwamba yeye alipakwa. Acts chapter 10 verse 38. How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and power. Yesu alipakwa upako wa mafuta ya Roho Mtakatifu. Na ukisoma Acts 2 verse 22, Biblia inasema ya kwamba everywhere he went he did good. Alifanya miujiza, akawafungua waliofungwa, akaponya magonjwa, akahubiri injili, watu wakaokoka, ishara zikaonekana kwa sababu ya upako. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ambaye alizaliwa katika hori la ng'ombe, huyo ambaye 30 years he was not known publicly. For 30 years he did private ministry. After 30 years, for the next 3 years, he was the most famous. And I'm telling you, he is even today. The most famous man, mwenye ambaye amelive on earth. Why? He was anointed by the Father. Bwana Yesu asifiwe. Any hindrance in your life, I'm telling you, it shall break when the anointing comes upon your life. John 3:1-2. Nicodemus alienda kumtafuta usiku. So he was sought widely by great and small people during the day and during the night. Huyo Yesu alitafutwa usiku na mchana. Imagine, mtu ambaye alizaliwa hori la ng'ombe. Amen. Mtu ambaye hakuwa amejulikana sana, but because of the anointing and the manifestation of the Holy Spirit, he was sought. Let me tell you, pray for one person, macho ifunguke. Hata kama unaishi mwisho wa rami, watu watakuja. Amen. Hallelujah. Wacha Mungu akubariki, akuinue, uweze kuwasaidia maskini, watoto yatima, kuwasaidia wale watu ambao hawajiwezi, viwete na nini. Hata kama unaishi wapi, watu watajua. Bwana Yesu asifiwe sana. It is about the anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. When the anointing comes upon your life, it does not remove the process, but it empowers you through the process. Amen. Upako wa Roho Mtakatifu juu yako hauondoi mzururu ambao lazima upite. You remember, and David is anointed, but he is going back kufanya hiyo kazi.
Still alilisha tu kondoo wa baba na bado alitumikia Sauli kabla hajaenda kwa kiti. Amen. That is part of the process. Lakini hiyo process inafanya nini? Inakusaidia. When you read 2 Samuel chapter 5 verse 10, the Bible says, and David grew greater and greater, for the Lord God of hosts was with him. Greater and greater, that is gradually. Amen. Yesu Kristo Luke chapter 4 verses 1 inaonyesha hata baada ya kupakwa na upako wa Roho Mtakatifu bado Roho alimuongoza nyikani. Akajaribiwe na nani? Na Shetani. So the anointing does not remove the process, but it empowers you to go through the process. So if you are in fire this morning, the anointing will help you to go through the fire and come out better and better. Dhahabu iliyo nzuri hujaribiwa na nini? Na moto. Bwana asifiwe sana. As I cross down, how can you activate this anointing in your life? You need a heart that hungers and thirsts for God. Ili uweze kuchochea upako huu ndani yako, unahitaji moyo ulio na njaa na ulio na kiu ya Mungu. Njaa na kiu hasiwezi kufanya mtu atulie. Ataenda kuomba kwa jirani hata kama ni unga kidogo. Amen. Ataenda kuomba maji angalau kikombe ya kukunywa. Tukiwa na njaa ya Mungu, tukiwa na hiyo kiu ya Bwana, lazima tutamtafuta kwa bidii, kwa maombi na maombezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Spiritual breakthrough is triggered by a desperate desire for God. Lazima uwe na hiyo moyo ya kusikia there is an emptiness in me that must be filled by his presence. This time round you are not seeking his miracles. You are seeking his face, not his hand. Spiritual breakthrough is triggered by a desperate desire for God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mbingu huwa inasikia kilio ambacho ni cha mtu anayesema usipokuja sitaweza. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuhitaji. Hapa kwetu Afrika tunajisema mtoto akilia lazima ugeuke. Uatendi huyo mtoto. Hata kama unasufuria jikoni, lazima kwanza uangalie mtoto kama ni kuanguka ama ni nini kifanyika, baadaye utajua uchukue ama namna gani. So, a desperate cry will attract attention. Bwana Yesu asifiwe sana. Na si kwa Kikuyu tunasema ni kama werea irania. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama werea katia. That means you attend the most urgent case. Ile kesi ambayo ni most urgent ndio una-attend. Ukionyesha Mungu ya kwamba ninakuhitaji, sitaweza bila wewe, nakwambia atakuattend. Bwana Yesu asifiwe sana. The blessing of those who hunger and thirst for him, the Bible says, is spiritual fulfillment. Wale wanaomtamani, wale ambao wanajaa na kiu chake wanatimilika. That is Matthew chapter 5 verse 6. Amen. We have two examples here. One is about Hannah. Hannah was desperately crying before God. Na hiyo kilio yake ikaweza kumpatia a passionate hunger for God's divine intervention. Alimwambia Bwana, ona vile ninasukumwa, Baba lazima uingilie kati. Hii tumbo ni wewe umefunga na ni wewe unaweza kufungua. Mume wangu ananipenda, anapatia nyama maradufu, yule mwingine mke mara moja, lakini hiyo nyama haiwezi kuwa mtoto. Hawezi kunisaidia hata kama ananipenda. Na Biblia inasema ya kwamba finally Mungu alisikia kilio chake akapata mtoto wake. Amen. So it is good to desperately cry before God. And our cry will turn into a passionate hunger. Hiyo hali ya kusikia ninamhitaji Bwana lazima aingilie kati. Our barrenness will turn into productivity. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a story you can read from 1 Samuel chapter 1. Amen. Hallelujah. Amen. So I tell you today, the other one is Jabez. Jabez was crying because of pain. Nilizaliwa katika uchungu, ninaitwa uchungu, akamwambia Bwana nikumbuke. And finally Biblia inasema God remembered him.
So hunger will move heaven. Don't settle for less. Amen. Hiyo kiu, hiyo thirst itamove bingu. Ukiitana kila wakati uko hapa unamuita. Usiku unaamuka unamuita. Kila wakati hata ukiwa job unamwambia Bwana, unaona vile nafanya kazi. Ujue ni wewe natumainia. Mikono yangu haiwezi kunisaidia bila neema yako. I'm telling you, provoke heaven by faith to release your breakthrough. Chokoza hiyo bingu kwa imani ili iweze kuachilia nini? Iweze kuachilia nini? Breakthrough yako. So a hunger and a thirst for God, hiyo itaweza kuactivate divine breakthrough. Amen. And when you are hungry for God, you pray earnestly and you pray persistently. Si ndio? Kama Elijah, James 5:17. Biblia inasema ya kwamba alikuwa mtu kama sisi, lakini akaomba earnestly. Kusinyeshe, hakukunyesha. Baadaye kunyeshe, kukanyesha. Luke chapter 18 verse 1. Huyu mama anamwambia yule kadhi, lazima unipe haki yangu. Kila wakati anampush persistently and finally akapata haki yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Daniel was calling upon heaven, Daniel chapter 10. Alikuwa anaita mbingu 21 days in prayer and fasting. Lakini angalia majibu yake ikakamatwa hewani. Akaendelea kuomba kwa imani. The queen of Persia or the prince of Persia akaachilia huyo malaika. Malaika akashuka akamwambia, from the first day you began to pray, I was sent to bring you a message, but I was caught up. Don't settle for less. Provoke the heaven until your breakthrough is released. Bwana Yesu asifiwe. Whatever you desire that is in the will of God this year 2026, I declare shall be supplied in the name of the Lord. When you set your heart to seek the Lord shall show himself for you in the name of the Lord. Hautaganana kwa maombi, may you receive the anointing and the power to overcome. Bwana Yesu asifiwe. I want to finish by saying we also need to realign ourselves. Lazima tujiweke katika laini inayofaa. You cannot expect divine breakthrough where out of divine order. Huwezi kupata upenyo wa kiroho kama uko nje ya mpangilio wa Bwana. Disobedience drives us away from our position of authority. Kama hatumsikii Mungu, si unajua Adam alipokula tunda, Mungu alikuwa anamuuliza uko wapi? Mimi ni ya kwamba hauko mahali pako pa mamlaka. Wewe ndio ulikuwa unataja mnyama. Tunasema ni sawa, wacha aitwe hivyo. Sasa uko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Naaman kidogo angepoteza uponyaji wake kwa sababu ya pride and arrogance ambayo inaongeza moto kwa disobedience. Watu wanakataa kutii kwa sababu they are proud, they are arrogant. They cannot take instruction from anyone. Hallelujah. They feel entitled. But I declare that we shall obey the Lord this year in the name of the Lord. Amen. We shall realign ourselves. Hallelujah. Peter aliambiwa, launch unto the deep, specific instruction. Weka neti kilindini, sio kila mahali specific. Lazima angesikia alialign ili aweze kupokea breakthrough. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So I declare and decree today that as you move on to this year, which is 2025, a new year, the Lord shall release your breakthrough in the name of the Lord. Can you lift up your hand now and say, I am anointed to rise? Wacha tuseme hivyo kwa nguvu. I am anointed to rise. I am anointed to overcome. I am anointed for divine breakthrough. My yokes are broken. My season has changed. In Jesus' mighty name. Tunaweza kumshangilia Bwana kwa sababu ya that victory. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Let's lift up our hand again and begin to pray. Hallelujah. Can we say, Father, I receive fresh anointing today. Fresh fire from your Holy Spirit for my divine breakthrough. I move today
from stagnation to acceleration, from prayerlessness to power, from delay to divine speed. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Let's shangilia Bwana kwa makofi. Thank you, Lord. We give you all the glory in the name of Jesus. Tusimame mbele za Bwana, tuinue mikono yetu, tumwambie asante kwa sababu yeye ni mwema, fadhili zake ni za milele. This is our year of divine breakthrough. Every hindrance, every stagnation, every setback shall be broken in the name of Jesus. Kila kitu ambacho kilituzuia kinaondolewa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Kila mlango uliofungwa 2025 unafunguka mwaka huu katika jina la Yesu. Waliolazwa kwa vitanda za magonjwa, mwaka huu unapona na kuinuka na kutoka kwa kitanda cha magonjwa katika jina la Yesu. Waliofungwa katika minyororo ya pombe na madawa ya kulevya, na tangaza unafunguliwa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Waliofungwa katika laana, na tangaza kuachiliwa katika jina la Yesu Kristo. Waliofungwa katika failure, ninatangaza success katika jina la Yesu Kristo. Wanaojaribu lakini hawafanikiwi, natangaza kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Huu ni mwaka wa divine breakthrough. Pokea your breakthrough. Receive your breakthrough in the name of Jesus Christ. I declare your spiritual breakthrough. I declare your financial breakthrough. I declare your social breakthrough in the name of Jesus Christ. Everything that has hindered you for many years, it loses you today in the name of Jesus Christ. Father, in the name of the Lord, I take power and authority to release your people from every bondage now in the name of Jesus Christ. By the virtue of the anointing of the Holy Spirit, I declare every yoke is broken. I declare every hindrance is broken. In the name of Jesus, I release the anointing for acceleration. In the name of the Lord, anointing to rise to the next level. In the name of Jesus Christ. Father, I thank you. Father, I worship you because you are good and your mercies endures forever. In the name of Jesus Christ, we pray and believe. Tushangilie Bwana Yesu. Amen and amen and amen. God bless you and thank you so much.